Hello, karibu katika simulizi yetu ambayo inakwenda kwa jina la Wangu wa Rohoni. Na leo tupo kipande cha mwisho, basi nikukumbushe tulipoishia. Lomi alinishika akanilaza chali katikati ya kitanda pale kati, kainua akanibinua na mto. Aliniachanisha miguu yangu, akaanza kunisugua na ile dudu yake katikati pale kwenye kisima. Hayo ni maneno ya Binti Bera. Simulizi yetu inakwenda kwa jina la Binti wa Rohoni. Wangu wa Rohoni. Mambo ni molo, hakikisha unakuwa nami mwanzo mwisho. Basi tunaanza kibabe namna hii. Lomi alinisugua kwa muda, then baada ya hapo aliingiza jogoo yake, akaanza kuisukuma enge ndani. Nilianza kusikia maumivu, lakini nikajisemea acha nijikaze, nisimkatae na nisimkate steam mtu wa watu. Kadri alivyozidi kuingiza, uvumilivu ukawa umenishinda. At least alivyoingiza akasikia hakuna njia, alianza kuipeleka taratibu, alafu akawa ananiangalia sana usoni. Haamini kile anachokiona na anachokisikia. Bella, are you virgin? Wewe ni bikira? Lomi aliamua kuniuliza baada ya kuona na bana sana miguu, alafu nikawa nimeshaanza kulalamika maumivu. Nilikaa tu kimya, sikuweza kumjibu kitu. Nilifikiria huenda ataniacha kwa sababu jogoo lake imegoma kuingia, lakini haikuwa hivyo. Lomi alichomoa dudu yake kisha akashuka kitandani, alienda akafungua kabati, akakagua, sijui alikuwa anatafuta nini. Alicheki kwa muda, hakupata kitu. Alinirudia pale kitandani akaniuliza kama nina mafuta yote ya maji. Nilimwambia kwenye draw yangu kuna mafuta ya maji. Nilikuwa na yale mafuta ya maji ya parachuti ya nazi. Huwa nayatumia kupaka sehemu zangu zisiwe ili ziwe laini na zisiwe na sugu. Basi Lomi aliyachukua yale mafuta akaipaka dudu yake vizuri, zeni akanirudia pale kitandani. Aliweka miguu vizuri, akaanza kuingiza jogoo yake upya. Nilianza kumsumbua, mara nibane miguu, mara nichomoe dudu. Ilifika hatua akaamua kutumia nguvu. Alinibana mikono yangu sehemu moja tu, akaishikilia, alafu akaanza kusukuma uume wake ukeni kwangu. Yeye alikuwa anasikia utamu mpaka anainua kichwa juu kwa raha. Basi Binti Bella anaendelea kutuelekeza mambo yalivyokuwa. Mimi nilikuwa nasikia maumivu makali na ni mkali mno. Nilikuwa nalia taratibu, lakini ilifika hatua nikaanza kupiga kelele kwa nguvu. Lomi aliniziba mdomo, akawa ananibembeleza ninyamaze. Nilimwambia please baby, unaniumiza. Alinilalia kifuani, akaanza kunilamansi ile nisiendelee kupiga kelele. Hakuacha kunisugua mpaka pale alipomaliza. Lomi baada ya kumwaga ndo akili ikamrudi, akaanza kuniomba samahani. Nikawa sitaki hata kumwangalia, aliniumiza mno na ule mdudu wake. Bella anaendelea kutuambia kuwa Lomi alimbembeleza mno, lakini haikusaidia kitu.
Basi huo usiku ilibidi aanze kunihudumia kwanza. Alianza kutafuta dawa za maumivu, humo ndani hazikuwemo. Alinipashia maji akanikandia pale pale kitandani. Yaani nilikuwa nasikia maumivu makali mpaka kichwa kikaanza kuniuma. Basi Lomi alinikanda, alinisogeza pembeni, akanifuta zile damu. Alipomaliza akanibeba akanilaza kwenye sofa, akabadili mashuka pale kitandani. Baada ya hapo akanilaza, akanifunika vizuri, akaniaga, akaniambia anaenda kunitafutia dawa. Bella anasema, yaani nilikuwa nalia mpaka Lomi akaogopa. Sijui hata alikuwa anafikiria nini, maskini aliogopa huyo. Wakati anataka kutoka huo usiku, kusema kweli nilimhurumia sana. Ilikuwa saa 4 hizi za usiku, mtoto wa watu akikutana na watu wabaya huko nje wakamuumiza, nitabaki na nani? Bella anasema nilimzuia kutoka, nikamwambia naogopa unaweza kutana na watu wabaya wakakuumiza. Sitaki kubaki mwenyewe bila wewe. I see. Kwanza alikuja akanikumbatia mpaka machozi yakamtoka. Aliniomba samahani tena kwa mara nyingine, nikamwambia nishamsamehe. Sema kubembelezwa kwa kizungu ni raha. Unasamehe tu hata kama hutaki. Basi bwana, ilibidi tulale tu. Na tulilala uchi wa mnyama nye. Kumbe ndo inakuaga raha hivyo, kukumbatiwa kwa nyuma wote mkiwa uchi. Miili kwa inagusana nyama kwa nyama. Da, ni raha kwa kweli. Waliooana wanajua hayo mamomenti, na wale wanaocheat wasijui wanafanyaje jamani. Basi ungana nami, endelea kuwa nami tuhakikishe tunamaliza hii simulizi. Asubuhi na mapema kulipokucha, Lomi alidamka mapema sana, akaenda kuniletea dawa. Nilibaki pale kitandani na waza mpaka nahisi kuchanganyikiwa. Kwanza nilikuwa najuta kwa nini nimeitoa bikra yangu kabla ya ndoa. Nilifanya maamuzi kwa hasira. Ni baada ya kushuhudia Hemedi akiwa anamvisha pete mwanamke mwingine. Wakati nawaza itakuwaje Lomi asiponioa, mara simu yangu ikawa inaniita. Alinipigia Hemedi. Je, anataka kusema nini? Huyu mbwa huyu ananipigia simu kwa nini? Ni wakati ameshamchumbia mwanamke mwingine. Nilipokea ile simu ile, nilisikia linataka kusema nini. Hemedi aliniita Bella, good morning. Sio, nilisonya tu kimoyo moyo. Baadaye nikamwitikia good morning Hemedi. How was your night, sweetheart? Sweet what? Akajibu sweetheart. Sema shida yako Hemedi, sitaki kejeli. Siku kejeli Bella, jana usiku mzima sijalala, moyo ulikuwa unaniuma sana kisa wewe. Akaniambia jana nilikuona pale kwenye event ya engagement. Machozi yako yaliniuma sana Bella. Please, kama itawezekana, naomba tukutane sehemu tuongee kuhusu kile kilichotokea jana. Ukutane na nani Hemedi? Mimi siwezi kukutana na wewe popote pale. We endelea tu na maisha yako. Umeshafanya chaguo lako, na mimi Mungu akinijalia nitapata wa kwangu. Nilimwambia hivyo kisha nikakata simu. Mbwa huyu kaniumiza sana, amesababisha nifanye maamuzi ambayo sijui mwisho wake ni upi, yani kutoa bikra yangu kwa mtu ambaye ni mtu wa Ulaya. Nilizima ile simu
maana Hemedi aliendelea kupiga na kutuma meseji. Muda mfupi baadaye Lomi alirudi akiwa na dawa. Aliniambia nivumilie, anipikie chai kwanza, zeni ni kisha kunywa chai ndo nitakunywa dawa. Nilimwambia sawa, akaondoka kuelekea jikoni. Nilijaribu kuamka pale kitandani, at least nikakujue niswaki pia. Nilijikaza vivo hivyo. Kike, sasa nitafanyaje? Ndo ishatokea. Maumivu bado nilikuwa nayasikia, lakini nilivumilia tu. Niliingia washing room kukojoa. Ni kama ndo nilienda kutonesha kidonda. Sidhani kama nitarudia tena kufanya mapenzi, nilijiambia hivyo. Nilijisafisha, nikauweka mwili wangu fresh, nikarudi kitandani. Lomi aliniletea chai, nikanywa naye. Nilipomaliza nikanywa dawa zangu. At least baada ya kunywa dawa nikaanza kujisikia ahueni. Lomi aliniomba nipumzike, yeye akaenda kufua. Kitu kingine nilichompenda Lomi ni mchapakazi sana, sio mtu wa kusubiri mwanamke amfanyie kila kitu. Alifua akamaliza, akaja kufanya usafi ndani. Nilimwomba nimsaidie kuosha hata vyombo. Akaniambia no babe, please, unaumwa, wewe pumzika, mimi nitafix kila kitu. Alo, nizidi kulipenda penzi lake eti. Basi Lomi baada ya kumaliza kufanya usafi alioga, zeni akaja kupumzika na mimi pale kitandani. Aliniuliza juu ya ishu ya kutafuta passport. Usikute anataka kuondoka na mimi kwenda UK. Nilimwambia nikipona nitaenda kufuatilia. Aliniambia nijitahidi, maana anataka kabla ya kurudi UK anipeleke sehemu nzuri nifurahi, na akaniambia kabla hajaondoka kuna kitu anataka kunifanyia ili iwe surprise kwangu. Alo, nilibaki na cheka tu. Siku hiyo pia Lomi aliwapigia simu familia yake, wakaongea, akawaambia amepata mwanamke Afrika. Familia yake walitaka kuniona. Lomi alinitambulisha kwao. Niliongea nao wazazi wake pamoja na mdogo wake wa kiume. Kwao wako wawili tu, Lomi ndo mkubwa. Familia yake hawakuwa na shida, walinichangamkia vizuri tu. Nilihisi huenda watanibagua kwa sababu mimi ni Mwafrika, lakini hata sikuona dalili zozote za kubaguliwa. Sana sana walitamani tu kuniona live. Wow, she is a cute. Mnaendana sana nyie watu, mtakuwa na familia nzuri sana. Yaani mkizaa watoto watakuwa wazuri kama nyie. Hebu angalieni nyuso zao walivyo na furaha. Yaani mnaendana mpaka raha. Mama mkwe jamani, anaongea huyo. Yeye ndo alikuwa anatusifia hivyo. Yaani aliondoa watu wote kwenye skrini, akabaki yeye. Nilifurahi kujua familia ya Lomi na nilipenda ni wakarimu sana. Bella anaendelea kuongea na sisi. Lomi aliniambia pole sana mama yangu. Lomi aliniambia pole mama yangu, anaongea sana lakini ni mtu mwema sana. Hata usijali Lomi, mbona kawaida tu. Lomi akasema nitakupeleka ukaione familia yangu, tayari wameshakukubali. Wow, nitafurahi kuwaona. Huyo kijana nyie, nilijikuta tu kila kukicha ninazidi kumpenda kuliko jana. Baada ya kuongea na familia ya Lomi, tuliendelea kupiga story. Lomi aliniuliza, vipi, unajua kuendesha gari?
Hapana, hata sijawahi kumiliki gari kwenye maisha yangu. Lil? Nikamwambia yes. Usijali, nitakununulia mimi. Kweli? Akasema ndiyo. Yes. Akaniuliza, gari gani unaipenda? Basi nikamwambia gari ambayo unaipenda. Akaniuliza kama tizi tutazipata. Nikamwambia ngoja tucheck kwa wauzaji wa online. Basi zoezi la kutafuta gari liliendelea na lilianza mapema kabisa. Aisee, fulani iliyokuwa nayo sio kidogo. Nilikuwa naamini nikiwa kwenye gari langu nijiendeshe mwenyewe kwenda chuoni. Itanipendeza sana. Kuna muuza magari mmoja hivi, ni maarufu sana Dar es Salaam. Nilichukua namba yake Instagram tukamcheki. Sijui kama ni Doto Magari, basi kama ni huyo basi sijui bana. Hii ni simulizi yetu inakwenda kwa jina la Wangu wa Rohoni. Gari tulilohitaji hakuwa nalo, ila alisema kama tukilikubaliana ataliagiza ndani ya siku 40 litafika nchini. Lomi alikubali, alimpa advance ya pesa alizohitaji. Zeni makubaliano ilikuwa gari ikishafika tutamaliza pesa. Inatakiwa uanze kujifunza how to drive light. Nikamwambia yes baby. Nilitafuta mwalimu wa kunifundisha kudrive private. Yani private. Sikuweza kwenda VETA kwa sababu ya muda mwingi nilikuwa chuoni, nisingepata muda wa kuwa na hudhuria vipindi vya driving course. Nilianza pia kufuatilia passport, ndo issue Lomi aliipa kipaumbele kuliko issue zingine. Namshukuru Mungu, ndani ya 3 wiki nimefanikiwa kupata passport. Huko chuoni nilikuwa naenda kwa mbinde sana, yani kwa wiki nilikuwa nahudhuria chuo mara 1 au mara 2. Au wiki nzima siendi kabisa. But nilikuwa najitahidi kufuatilia kwa wenzangu walichokisoma. Napitia ile kwenye mitihani nisitie aibu. Basi baada ya kupata passport, Lomi aliniuliza nchi gani ninayotamani kwenda kutembea. Kusema kweli nilikuwa natamani sana kwenda Dubai. Ujue kwa nini? Nilikuwa natamani na mimi nifike kule jangwani ambapo watu wakienda wanafunga tule tuvitambaa kichwani, wanaendesha yale mapikipiki makubwa. Nilikuwa naona hadi wasanii wakienda Dubai, wanaenda huko. Basi mimi nikatamani sana siku moja, Mungu akinijalia, nifike nami huko. Lomi alikubali kunipeleka Dubai. Kabla hatujaondoka nilikwenda kumchukua Poppy shuleni, nikamleta amuone Lomi. Lomi alikuwa ananipitiliza kwenda nchini kwao. Niliona sio vizuri kuondoka bila kumuona mdogo wangu. Nilimkutanisha Poppy na Lomi. Kabla ya kuwakutanisha, nilimweleza Poppy kila kitu kilichotokea kati yangu na Hemedi. Poppy alisikitika sana, lakini akaniambia tumekuwa kwa shida sana dada. Hatuwezi kuendelea kuishi maisha ya shida. Kama Hemedi amesubutu kukupiga kabla hajakuweka ndani, basi hiyo ni dalili ya kuwa kwake hakutokuwa na amani yoyote. Muda bado upo wewe kumchagua mwanaume sahihi ambaye ataeleweka hali halisi ya kule tulikotoka na kutupenda kama ulivyo na siku kupiga. Kama Lomi ndo mtu anayekupa amani, basi huyo ndo shemeji yangu mimi. Poppy aliniambia hivyo na kisha alinitakia kila heri kwenye safari yangu ya mahusiano na Lomi.
Tulimwachia nyumba kwa sababu nilipomchukua shule na kumleta pale aliponipangisha Lomi, Poppy alipapenda sana. Aliniambia nimwache kwanza afurahie maisha kwenye ule mjengo, zeni weekend ikiisha atarudi shuleni. Tuliagana na Poppy, sisi tukaondoka kuelekea Dubai. Kumbe haya maisha yapo bana. Kumbuka hapo nyuma Lomi aliniambia kuna surprise ataenda kunifanyia kabla ya kurudi kwao. Hiyo surprise sasa ndo inaenda kufanyika huko Dubai. Ni surprise gani? Hii ni Vam TV, hakikisha una subscribe. Tuwe wote mwanzo mwisho. Dubai tulifika katika hoteli ya Grand Hyatt. Kama hujui hii hoteli, jaribu kuigoogle. My friend, ni very expensive hoteli. Lomi aliniambia mimi ni mwanaume wako wa kwanza Bella, na kuahidi nitafanya kila kitu kukufanya ufurahi. Nilizidi kumpenda na kuthibitisha kuwa uamuzi niliofanya kumchagua Lomi sio uamuzi mbaya. Nami nilimwahidi nitazidi kuwa mwanamke bora kwake na hatojutia kunipenda. Usiku wa kwanza Dubai, mshikaji aliniomba kurudi kale kamchezo. Hivi, sitaumia tena? Akaniambia no baby, sitokuumiza, nitaingiza taratibu. Ndo hivyo. Nishajitosa mapenzini. Sikuwa na budi kumpatia mwenzangu kipendacho roho. Nilimruhusu anifanye vile apendavyo yeye. Alifurahi akanikiss, nikamkiss back. Alinivuta ile taulo niliyokuwa nimeivaa kisha akanilaza kitandani. Anapenda kunyonya yani? Nani? Yani baada ya kumaliza kitandani, alianza huko alipokuwa ananinyonya huku anashika kanikiss mimi kango. Nilikuwa nasisimka mpaka kwenye ukucha. Usiku ile sikutaka kuwa mzembe bwana. Wakati Lomi ananichezea okay, na mimi nilianza kuchezea jogo lake. Nilikuwa nachezea na kale ka mstari ka pale kichwani. Aise, jamaa hakuwa na uvumilivu tena. Alinilaza vizuri, akaanza kujaribisha kama itapita. Kumbuka hii simulizi inaitwa Wangu wa Rohoni. Kama ni mara yako ya kwanza, hakikisha una subscribe ili tuwe wote. Basi alikuwa anaingiza na alikuwa anaingiza na kuchomoa. Vimaumivu vilikuwa vya mbali. Alizidi kunifanyia vile mpaka njia ikafunguka vizuri. Baada ya hapo akaizamisha dudu yote na akaanza kunisugua. Lomi anafanya vizuri yani. Kuna namna anasugua mpaka unahisi kuchezeka kwa utamu. Ana aibu, hawezagi kunitazama machoni wakati wa seksi. Basi mimi nakuaga na mwangalia tu usoni vile anavyosikiliza utamu wa kitumbua changu. Kuna time nilimwambia baby, usiondoke, nitarudi, nataka turudi wote Tanzania. Tukaishi huko. Siwezi kuishi mbali na wewe.
Lomi aliniambia visa yake imeisha, anatakiwa kurudi UK, but aliniahidi atakuwa anakuja mara kwa mara kuniona. Aliniambia amepanga kunivisha pete ya uchumba. Zeni akienda akirudi kama nitakuwa tayari tutafunga ndoa. Oh, Lil. Akasema yes, pete ndo surprise yenyewe aliyopanga kunifanyia kabla ya kurudi UK. Basi siku iliyofuata Lomi alinipeleka sehemu wanakochongesha pete. Nikapimwa kidole kwa ajili ya kutengenezewa kipete fulani hivi amazing. Baada ya hapo tulikwenda kutafuta nguo kwa ajili ya engagement yetu. Tulifanya shopping kwenye maduka ya Dubai. Mahali za shopping was good. Siku iliyofuatia tulitafuta sehemu ya kufanyia event yetu. Babe, the event ilifanyika pale hotelini. Hatukuwa na ndugu wa upande wowote katika eventi yetu. Lomi aliwaomba baadhi ya wageni waliokuwepo hotelini pale wajumuike nasi katika eventi hiyo. Tunamshukuru Mungu, wengi walitukubalia. Zoezi la pete lilichukua muda mfupi kama dakika 30 tu, lakini ilikuwa eventi fulani hivi iliyopendwa na watu wengi waliokuwepo pale. Basi baada ya kuvishwa pete tulifanya photoshop, mapicha kama yote, location fulani hivi. Nikaziposti, mbona litakufa jitu. Tayari nishakuwa mchumba wa Lomi. Nilifurahi sana, familia yake walitupongeza na walitamani sana tufunge ndoa. Kilichofuata baada ya hapo ni kutembelea sehemu mbalimbali za vivutio nchini Dubai, ikiwemo desert safari kule jangwani. Nilikokiwa nikatamani na kutamani sana enzi hizo kabla sijakuwa na Lomi. Nilifurahi sana kwa hizo wiki mbili nilizokaa Dubai. Baada ya wiki mbili kuisha, Lomi alitakiwa kurudi kwao UK. Na mimi nilitakiwa kurudi Tanzania. Ilikuwa ni huzuni sana siku tulioagana, mimi narudi Tanzania, yeye anaenda UK. Kila mmoja alimlilia mwenzie. Hata hivyo Lomi aliniahidi hatochelewa kuja kunichukua. Nilirudi Tanzania nikiwa na huzuni nyingi, lakini ndo hivyo, maisha lazima yaendelee. Nilituliza akili zangu nikarudi chuoni. Kipindi hicho ndo nilikuwa mwaka wa 3 chuoni katika stage ya degree. Nilikuwa naendelea na masomo yangu huku naendelea na driving course kwenye kudrive. Hata sikuchelewa kujua Mniwilazi Kinyakyusa kipo kingi sana. Ndani ya wiki 2 niliweza kuendesha gari. Viuoga vyote kutetemeka kwenye usukani ndio vitu mwalimu alibaki kushughulikia navyo na kunifundisha kuhusu alama za barabarani. That time maisha yalikuwa mazuri kiasi cause Lomi alikuwa anasimamia kila kitu na alikuwa ananilipa girlfriend allowance. Basi bwana, maisha yalizidi kusonga, mwezi ukapita na and girls siku ingia period. Nilichanganyikiwa. Kabla ya kwenda kupima nikamshirikisha Lomi, nikamwambia mimi huku zioni siku zangu. Aliniambia nipime zeni nimpe majibu. Nilikwenda hospitalini nikafanya kipimo cha mimba. Majibu yakatoka nina mimba. Nilimpigia simu Lomi nikampa majibu, akayapokea kwa mikono yote miwili. Aliniambia nisiwe na mashaka yoyote, yuko tayari kuwa baba na hata to take care mimi na mtoto.
Wala sikuwahi kutarajia kama nitazaa bila ndoa, lakini ndo ishatokea, hakuna namna. Na jambo zuri zaidi, mhusika alipokea swala hilo vizuri. Sikuwa na hofu sana. Niliendelea na masomo huku tumboni nikiwa na ujauzito. Lomi aliendelea kutarajia, alikuwa anafanya mawasiliano na mimi mara kwa mara na alihakikisha asipati shida yoyote. Mwezi uliofuata nilitaarifiwa gari tuliloagiza tayari nimeshawasili. Tuliambiwa siku 40 ila ilichukua siku 90 karibia. Nilimtaarifu Lomi akaniwekea pesa nikamalizia malipo nichukue gari. Nilifanya hivyo. Baada ya kulipa nililetewa gari mpya mpaka nyumbani. Nilifanywa service zote kuhakikisha liko sawa. Nilifurahi sana. Nilimshukuru sana Lomi. Aliniahidi siku sio nyingi atakuja kuniona. Kweli baada ya miezi kadhaa Lomi alirudi Tanzania. Alikuta ujauzito umeshakuwa mkubwa, miezi 7, na ni kipindi hicho nilikuwa likizo, tulikuwa tumefunga chuoni. Lomi aliniambia inabidi tuondoke wote kwenda UK. Alidai anataka mtoto wake akazaliwa huko na sio Afrika. Alisema mtoto akizaliwa huko itakuwa ngumu kupata uraia wa kwao. Ilibidi tuanze kuhangaika visa. Haikuwa rahisi, bahati mwisho wa siku nilifanikiwa kupata visa ya UK. Wakati huo mdogo wangu alikuwa ameshamaliza mtihani yake ya form 4, anasubiri matokeo. Haikuwa rahisi kwangu kuondoka Tanzania na kumwacha mdogo wangu peke yake. Niliumia mno, lakini ndo hivyo. Ilikuwa ni lazima kumpeleka mtoto aende akazaliwa nchini kwa baba yake. Nilianza maisha mapya UK nikiwa na tumbo miezi 8. Nilikuwa mpweke sana. Nilikuwa nikimfikiria mdogo wangu ndo kabisa na kuwa mtu wa kulia kila siku. Lomi aliniahidi atamleta Poppy UK tuishi pamoja. Niliteseka, mwishowe nikazoea. Tulilea ujauzito mpaka ukafika miezi 9. Nilifanikiwa kujifungua mtoto wa kiume. Baada ya kujifungua nilikaa miezi 6 tukafunga ndoa na Lomi. Now he is my husband and I'm his wife. Baada ya ndoa tulirudi Tanzania kushughulikia mpango wa kumhamisha Poppy Tanzania. Wakati niko Tanzania, siku moja nilienda katika ofisi moja hivi kugongewa muhuri kwenye barua ya kupeleka huko uhamiaji. Nimefika huko nikakutana na Hemedi bwana. Alishtuka, "Bella, ni wewe?" Nikamwambia ndio, ni mimi. Za siku nyingi? Nikamwambia ni njema kabisa. Umepotea sana, napiga sana namba yako, hupatikani. Namba yenyewe nilibadili kitambo. Hemedi alianza kuleta pigo zake za mara. Nahitaji tuongee Bella. Unajua bado wazazi wangu wananitaka nikuoe wewe. Na mimi najua wewe ndo mwanamke wangu. Nisamehe kwa kila kitu cha nyuma, tuanze upya. Nilicheka sana. Nikamuuliza, kwani bado hamjafunga ndoa na yule mwanamke wako? Akaniambia wameshaachana, wanalea tu mtoto. Nilimpa pole, nikamwonyesha pete, nikamwambia mimi nishachukuliwa boy. Hemedi alichanganyikiwa, akaanza kuniambia nimwache mwanaume wangu anioe. Hiyo ndio ndoto baba ya mchana hiyo. Nilimwambia amka, unaota wewe. Sasa hivi sio type yangu wewe. You are not my type. Nilimwacha hapo, nikaendelea na kilichonipeleka pale. Mdogo wangu Poppy alifanikiwa kupata visa ya masomo nchini UK. Tulifurahi sana. Angalau nilijisikia amani kwenda kuishi na ndugu yangu pamoja UK. Hata yeye alifurahi sana. Tuliuza baadhi ya vitu tulivyokuwa navyo Tanzania, ikiwemo gari alioninunulia Lomi. Niliuza nikaja kununua ingine
hapa Ulaya. Tuliuza na ile nyumba tulioachiwa na wazazi wetu, tukanunua kiwanja sehemu ingine ambapo tumepanga kujenga nyumba kubwa nzuri ambayo tutakuwa tunafika tukija Tanzania. Hii ndiyo historia ya maisha yangu. Kwa sasa ninaishi hapa UK na mme wangu Lomi. Bado tuna mtoto mmoja, nasubiria afike miaka 3 nirudi shuleni. Nimepanga kusoma kozi fupi hapa UK ili iwe rahisi kupata ajira hapa ndogo ndogo. Mdogo wangu Poppy yeye kwa sasa anasoma katika chuo kimoja hapa UK. Asanteni sana kwa wote mmefuatilia hii story. Nina imani kuna kitu ambacho mmejifunza. Kubwa, hakikisha una subscribe. Hii ni Vam TV Online. So, tuwe wote katika simulizi nyingine ambayo itakuwa ni final na itakuwa ni Binti Nolinda. Hakikisha unakuwa nami mwanzo mwisho. Kama nitakuwa nimeposti mapema, basi tuwe wote pamoja.